بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله innaka hamidun majid. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na darasa yetu katika tafsiri ya Qur'an tukufu. Tuko wapi? Tuko Surat Al-A'raf aya ya 73. Hebu soma, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Aya zilikuwa zinatiririka katika kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu ametuma mitume yake mbalimbali kwa mataifa mbalimbali. Wakati huo dunia ilikuwa ndogo kwa yale mambo yaliyopita nyuma. Kwa hivyo inawezekana kabila moja likawa ndo nchi nzima, nchi yote na kabila lile wachache tu wahamiaji. Kwa hivyo linatajwa lile kabila, lakini linakusudiwa nchi nzima kwa wakati ule. Na mifumo ya nchi ilikuwa iko hivyo zaidi kichifu, watu wa jamii moja wanaishi pamoja. Sasa tulimalizana na habari za Adi na nabii wao Hud, nayo ni katika ardhi hiyo ya Yemen. Lakini tunasema zamani Yemen yote ilikuwa moja, ikukatwa vipande viwili, baadaye ikakatwa vipande mawili, na haya ni mambo ya ukoloni kupata Yemen ya kaskazini na kusini, alafu baadaye imerudi tena ikaungana. 70 ngapi hiyo? Kwa hivyo sasa tunakuja kwa upande wa Thamud. Wa ila Thamud akhahum Salih. Na kwa Thamud alipelekwa ndugu yao Saleh. Yani walaqad arsalna au laqad arsalna ila Thamud akhahum Saliha. Kule nyuma laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kwa hivyo hizi zikija wa ila adin akhahum huda, ay wa laqad arsalna ila adin akhahum huda, wa ila thamud akhahum saliha, ay wa laqad arsalna ila thamud akhahum saliha. Yote inakuja kule nyuma kuunga kwenye kesi ya nabii Nuhu. Ndio maana nilisema kwa wengine wanaona nabii Nuhu ndio mwanzo wa mitume, wanamuona Adam na Idrisa kama vile si mitume. Lakini sisi tunasema hapana, wale walikuwa ni waanzilishi wa ulimwengu. Kwa hivyo ilikuwa hakuna mgawanyo wa makabila, mgawanyo wa mataifa, watu wote walikuwa wamoja. Ndio maana zile habari zao hazikutajwa katika namna kama inofanana na zama za nabii Nuhu na manabii wengine waliokuja baadaye. Haya basi, wa ila Thamuda akhahum, na kwa Thamuda, hilo taifa la Thamuda ambalo lilikuwa ni kabila zima na lina eneo la ardhi, kwa hivyo ni kabila kwa taifa na uchifu wao na kila kitu, uongozi. Tulipeleka akhahum, ndugu yao vile vile Saliha, ambaye ni Saleh. Nabii Saleh ndo katumwa kwa Thamud na nabii Hud katumwa kwa Ad. Sasa na kusemwa akhahum, ndugu yao, maana yake ni mtu wa damu yao, mtu wa aina ile ile ya wao wenyewe pale, si mgeni. Na hili nalo nimesema kama nilivyosema kwenye darasa jana, wanagongwa tena Makuraishi kwamba nyinyi mmeletewa mtume miongoni mwenu jamaa yenu, mkamfanyia vituko, mkamkataa mpaka akapokewa kwa shangwe ugenini na kikundi kidogo walichoondoka nacho pale Maka. Na hawa wenzenu nao wameyafanya mambo kadha wa kadha na yamewakuta yaliyowakuta. Kwa hivyo ila Thamud akhahum Salih, na kwa watu wa Thamud tulimtuma ndugu yao vile vile Saleh, na yeye yakamkuta alomkuta. Na hiyo jamii nini ilifanya? Walimpokea vipi? Twende mbele. Msimamo ndo ule wote wamesema hayo. Qala ya qaumi, kasema enyi watu wangu, ubudu Allah, muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghairu, hamna nyinyi muabudiwa wa haki asiyekuwa yeye mwingine yote. Wote wanasema hivi, ambao ndio ile maana ya la ilaha illa Allah, ndio maana ya la ilaha illa Allah. Kama tuliposema kila nabii anakuja na la ilaha illa Allah, alafu anakuwa yeye ndo anayehusika pale. Kwa hivyo hapa itakuwa salihun rasulullah, kule nyuma ni hudun
rasulullah, nyuma yake Nuhun rasulullah. Ni hivyo hivyo, na ilipofika zamu ya Muhammad, la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah. Ndio maana Mwenyezi Mungu anamwambia mtume aseme, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, sema mimi sijawa kioja au kizushi katika mitume, kwamba nimekuja na jambo tofauti sana na wale utangulia nyuma. Hapana, na mimi ni kama wale waliopita huko nyuma. Twende. Imekwisha kujieni hoja kutoka kwa Mola wenu, bayana, ushahidi kwamba mimi sikujituma mwenyewe, nimetumwa na Mwenyezi Mungu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, imekwisha kujieni bayana, hoja, ushahidi, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu, kwamba mimi sikujituma mwenyewe, nimetumwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumesema, tunarudia tukiwakumbusha kwamba tofauti ya wanafalsafa na mitume, wanafalsafa ni watu ambao wanataka mabadiliko katika jamii, lakini wanajituma wenyewe kwa akili zao, hawatumwi na mtu. Hao ndio philosophers. Tumefahamiana eh? Kakaa kaiona jamii inakwenda katika namna ambayo yeye anaamini sio sahihi, kwa hivyo akaanza kuzitoa fikra zake, akaanza kuwarekebisha watu, akawakosoa, na wakati mwingine anakuwa yuko sawa, wakati mwingine hayuko sawa, au kuna vipengele yuko sawa, vipengele hayuko sawa, yote yanatokea. Na yeye anapata changamoto, anapingwa na watu, wakati mwingine anafungwa, na yeye anapata misukosuko kama vile nabii, lakini yeye kajituma mwenyewe, hakutumwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanakuwa wametumwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndio ambao tunatakiwa sisi tuwaamini, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hawa ni sehemu ya imani kwetu. Wale wana falsafa si sehemu ya imani kwetu, lakini ukimunga mkono kama kasema jambo la sawa sawa, si kosa, lakini si sehemu ya imani kwetu sisi kuamini wana falsafa. Sisi ni kuamini mitume waliotumwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana? Tuende. Huyu hapa ngamia wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi muujiza, mna muujiza humu ndani. Huyu ngamia wa Mwenyezi Mungu na ni jike huyu, hadhihi naqatullah. Tumesema ngamia ana majina tofauti, ana jina naka, ana jina bair, ana jina jamal, na ana jina ibil, yote majina ya ngamia hayo. Lakini haya mengine yanakwenda na jinsia. Jamal ni ngamia dume, naka ni ngamia jike. Huyu naka ni ngamia jike, jamal ni ngamia dume. Tumefahamiana? Bair anaweza kuwa ngamia yote, lakini mara nyingi ni ule mbeba mizigo na wa misafara, ndio anakuwa bair. Na ibil inakuwa ni jamii ya ngamia wote kwa pamoja. Afala yandhuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Kwa hivyo hadhihi naqatullah, ikasema huyu ni ngamia wa Mungu, kamwita ngamia wa Mungu, naqatullah. Kwa nini kamwita ngamia wa Mungu? Na ngamia wote ni wa Mungu, lakini yule akasema huyu ngamia wa Mungu. Ndio pale wanaposema wanahistoria kwamba huyu kupatikana kwake ni tofauti na ngamia wengine wote. Wanahistoria wanatuambia hivyo. Usije ukaniambia aya imesema wapi, na kuzaidia kwenye ufafanuzi tu kwamba huyu kaitwa naqatullah kwa sababu ana umaalumu. Kwa mfano, Al-Kaaba inaitwa Baitullah, nyumba ya Mungu, kwa sababu ya speciality, umaalumu wake imeitwa hivyo. Baladullah, mji wa Maka unaitwa mji wa Mungu. Kwa miji yote ni ya Mungu, lakini sasa kwa umaalumu wake umepewa jambo lile. Kuna kitu maalum kinahusiana na huyu ngamia, ndio maana anaitwa naqatullah, ngamia wa nani? Kwa Mungu, lakini ngamia wote ni wa Mungu. Na ndio wale wanasema kwamba huyu alikuja kimiujiza, kwamba walimpa challenge, je, Mwenyezi Mungu anaweza kutuletea ngamia kutoka kwenye jabali lile? Akasema msimjaribu Mwenyezi Mungu. Akasema vipi bwana mkubwa? Zinamkera kidogo, au anatafuta kitu kabahatisha. Sawa, zinachanganya. Wakati mwingine hizi switch ni nyingi, zinachanganya. Hata mtu mwenyewe anaweza kuwa anaitafuta pesa mfukoni, akasachi mfuko siwo. Inatokea
Ushaizima? Haya, kwa hivyo naqatullah, ngamia wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya ule umaalumu wake, kama tunasema Baitullahi, nyumba Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya umaalumu wake. Bado rudia, naka hadhihi naqatullahi, kwenu nyie ni muujiza. Aya ni muujiza, tunatafsiri aya inakuja katika maana nyingi, lakini mojawapo ni muujiza. Aya inaweza kuwa aya ya Qur'ani, aya inaweza kuwa alama ya maumbile. Waja'alna al-laila wan-nahara ayataini, tumefanya usiku na mchana kuwa alama mbili. Na aya muujiza, kapata tunasema lakum aya, kwenu nyie ni muujiza. Huyu hakuja katika hali ya kawaida kama walipatikana ngamia wengine. Kwa hivyo kwenu nyie ni muujiza. Na muujiza ukija unakuja na masharti, ndio kanuni ya Mwenyezi Mungu. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza, kwa nini muujiza uje na masharti? Nikamwambia iko sababu. Kwa sababu muujiza maana yake ya msingi ni jambo ambalo limepita kwenye utaratibu sio wa kawaida katika kuendesha ulimwengu. Kwa mfano, moto kwa kawaida ya uendeshaji wa ulimwengu kazi yake kuunguza na kuivisha na nini. Lakini Nabii Ibrahim alipotiwa kwenye moto, Mwenyezi Mungu akamwambia, ya naru kuni bardan wa salaman ala, kuwa baridi na salama. Kwani tabia ya moto kuwa baridi na salama au kutokuwa baridi na salama? Kutokuwa baridi na salama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kanuni yake ya kuumba moto uunguze na uwe hatari akaisimamisha, akatumia amri yake ya kuondoa hatari kwenye nini? Kwenye moto, ikawa ndo muujiza. Kwa hivyo ni yale yale, muujiza ni amri ya Mwenyezi Mungu na maumbile ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini haya maumbile ni ile hali ya kawaida ya kila siku ya mambo aloiweka Mwenyezi Mungu, mambo yende kwa utaratibu huo. Muujiza si hali ya kawaida ya kila siku ya nini? Ya mambo, mpaka anapotaka yeye kwa sababu maalum anapitisha amri nyingine kusimamisha ule utaratibu wa kawaida. Kawaida mwanamke aingiliwe, abebe mimba, itokane na binadamu mwenzake, halafu azae. Lakini Bibi Maryam kwake haikuwa hivyo. Kwa hivyo Nabii Isa akazaliwa kwa njia ya nini? Ya muujiza. Likawekwa pembeni lile jambo la maumbile, likaja jambo la miujiza. Ingawa yote ni mambo anayofanya Mwenyezi Mungu, lakini hii amri yake ni ya kuziweka kando hizi kanuni zote za kawaida, akatumia amri ya moja kwa moja ya kun fayakun. Ndio maana akasema, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Mfano wa Isa ni mfano wa Adam, kamuumba kwa udongo Adam, alipokuambia kuwa akawa. Hakuja katika utaratibu wa kuzaliwa. Kwa hivyo akitaka Mwenyezi Mungu anapitisha. Kwa hivyo naqatullahi lakum fiha aya, huyu ni ngamia Mwenyezi Mungu kwenu nyie ni muujiza. Maanake kaja katika utaratibu usiokuwa wa kawaida wa kupatikana ngamia. Tumeelewana twenzetu? Fadharuha, basi muacheni. Basi dharuha, muacheni. Taakul fi ardhi llahi, ale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Mwacheni awe anakula katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, msiingilie kabisa utaratibu wake. Awe koko. Koko manake hana mwenyewe, yeye anatembea tu. Tunasema sisi kuna mbwa anaitwa mbwa koko. Mbwa koko manake nini? Hana mwenyewe. Na mtu akitaka kukutukana anaweza akakuita koko. Sisi wakati mwingine ilikuwa tukitukana mbwa, acha wewe Mwarabu koko wewe. Sisi mimi naitwa Mwarabu koko. Matusi tu bwana, mkitaka kututukana mnatutukana tu Sasa anaitwa koko. Na yule mwingine, wewe Mhindi koko tu, wewe Mzungu koko, inakuwa tusi. Ingawa hii koko ukipeleka kwenye Kiswahili cha ndani cha Pemba inaweza ikaleta maana nyingine kidogo. Wapo wenyewe hapa. Binadinani wewe Mpemba wa Unguja si Mpemba wa Pemba, haya mambo ni ya mzee haya. Lakini wenyewe hasa wale wako Pemba ukipeleka neno koko unaweza ukapata kitu kingine. Mjambiani unajua hiyo? Unajua kama koko ukipeleka Pemba inaweza ikaleta maana nyingine? Kwa sasa unajua au leo ndo tanbihi?
Basi wapo hapa, utawa kidogo baadaye utawaambia, na nyanyie kwenu mna maneno yenu vile vile, mtu akiyasema anaweza kaleta maana nyingine. Koko maana yake ni mtu alikuwa kidogo, yani ana mwelekeo, yani kama vile kama mnapigana koko, unaweza yani awe koko, unaweza ndio inakuja kwenye kuku vile vile na njiwa. Yule ambaye asili yake si safi, ndio kuna njiwa koko, ati kuna kuchi koko, akili yake asili yake sio safi. Lakini vile vile ukipeleka kwa mbwa anakuwa hana mwenyewe. Mbwa koko manake anazurura, na huyu ni ngamia, awe ngamia koko, hana mwenyewe, anakula chochote nje, au sio mwalimu wa Kiswahili? Ngamia koko manake atakuwa hana mwenyewe, anapita tu kila mara. Kuna punda vile vile wako koko. Ng'ombe si aghalabu wa koko, manake atapata mwenyewe hata kama hana, na hata ngamia anaweza kupata mwenyewe. Haya bwana. Kwa hivyo hadhihi naqatullahi lakum fiha lakum aya, hakusema lakum fiha iko nyingine lakum fiha. Okay, kwenu nyie ni muujiza, kaja katika hali sio fadharuha taakul fi ardhillah, basi mwacheni ale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Wala tamassuha, wala msimguse bisuin, kwa ubaya. Wala tamassuha bisuin, wala msimguse kwa ubaya. Massa ya masu ni kugusa, lakini katika lugha ya Kiarabu hasa cha Kiqur'ani hili neno massa ya masu linakuja pia kwa maana ya fumbo, hasa Kiarabu fasaha. Manake msimfanyie ubaya, ndio muradi wake. Hata si Waswahili unasema usiniguse mimi, manake sio hivi. Hata katika mazungumzo, bwana zungumza huko utakapozungumza, mimi usiniguse. Kukugusa manake ni usinitaje, usishughulike na mimi, achana na mimi. Au unasema kiongozi alipokuwa akihutubia aligusia mambo ya michezo. Kayagusia vipi? Kwa vidole kayataja. Ndio tunarudi kule kusema jamani, watu wengine waleta ubishi wa kijinga kwa sababu si weledi katika mambo ya lugha. Lugha zote duniani zinao mtindo wa kutumia maneno kwa maana nyingine, sio ile ya mwanzo ya asili. Sasa hapa fala tamasuha bisuin, msimguse kwa ubaya, manake msimfanyie jambo baya lolote. Msimtilie sumu kwenye maji, msimpige mawe, msitake kumuua, msimzuilie kula maeneo vya kula vitu ambavyo viko tu vinazagaa nyasi na nini. Mwacheni awe huru, afanye anachokihisi, anachokitaka mwenyewe. Wala tamassuha fa ya'khudhukum adhabun, itakuja kukuchukueni adhabu yumizayo, yani itakuja kukupateni. Ndio tena ya'khudhukum, kukuchukueni maana kukupateni, itakuja kukupateni adhabu yumi. Kwa hivyo huyu ni muujiza, hautakiwi kuguswa, uachwe tu free mpaka hapo mwenyewe Mwenyezi Mungu atakapotaka kumchukua. Liacheni kama lilivyo. Ziko imani za kishirikina zinamweka wakfu mnyama, wanamweka wakfu, manake anaachwa tu, anaitwa saiba, mtelekezwa. Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala saibatin wala ham. Kwa hivyo saiba naye ndo huyo mtelekezwa, lakini yule kunakuwa na sababu nyingine ya kumtelekeza, wakamwacha, anageuka koko na vile vile. Huyu naye alikuwa na sababu zake tofauti. Fa ya'khudhukum adhabun alim, basi itakupateni adhabu yumizayo. Umekatazwa, mlimtaka wenyewe kwa muujiza, sasa kashakuja, mwacheni mpaka Mungu atakapomchukua. Tuende mbele. Hakutaka kuyaeleza yote yale yanohusu, lakini tutaona huko mbele. Wadhkuru, nakumbukeni, idh ja'alakum, alipokufanyeni nyinyi khulafaa, machipukizi, mbotea, matoto, newcomers, warithi, wawakilishi, utakavyo ni tafsiri. Kule nyuma alisema idh ja'alakum khulafaa, uko nyuma tumeisema darasa iliyopita. Khulafaa manake ni jamu ya khalifa. Ndio maana tunasema
ar-rashiduna, al-khulafau ar-rashid, makhalifa waongofu wale, Abubakar, Umar, Uthmani na Ali radhiallahu anhum ajma'ina. Kwa nini? Yani wamekuja kuchukua nafasi ya Mtume SAW katika utawala. Baada ya kufa Mtume, kiti cha utawala akalia Abubakar, baada ya kufa Abubakar akakalia Umar, baada ya kufa Umar akakalia nani? Uthman, baada ya kufa Uthman akakalia nani? Ali bin Abi Talib. Wale wanaitwa khulafa. Sasa na nyinyi mmekuwa khalaifa baada ya nani? Lakini min baada ya wale Adi. Kule Adi si waliangamizwa? Tumezungumza habari za Adi na Hudi basi baada ya Adi na Hudi ndio ikaja habari ya nani? Ya Nabii Saleh na watu wake hao Thamud. Baada ya kutoka Adi ndio ikaja nini? Ikaja Thamud. Kwa hivyo Thamud ni vizazi vinatokana na Adi ndio ikatoa Thamud, wakawa ndio warithi wao, ndio machipukizi walioshika nafasi. Khalaifa ina tafsiri wa machipukizi, ina tafsiri wa mbotea, yale kambu. Kwa Kiswahili chengine kambu mnazijua? Wewe unazijua kambu? Kambu ya mgomba unajua? Mche wa mgomba unaitwa kambu ule. Kazinge kambu upande wako mgomba, ndizi si yako ya mwenye kupanda Nani yule alisema? Gogo wewe nani? Gogo wa Swahili. Kambu manake toto la mgomba linaitwa kambu. Bali hii kambu, mtoto wa kambu, lile toto la mgomba linaitwa kambu katika Viswahili vingine. Tumefahamiana? Kwa hivyo akakufanya ninyi khalaifa kambu. Manake mgomba wa kawaida tabia yake ukifa ndio yule toto la mgomba linachukua nini? Linachukua nafasi. Kwa hivyo nyinyi sasa mmekuwa ni matoto ya migomba iliyokufa. Mmekuja kushika nafasi nyinyi. Na nyinyi mtakufa, mwache matoto mengine yajashike nini? Nafasi. Ndo unaweza kutumia neno machipukizi. Sawa Haya, twende khalaifa min ba'di. Baada ya Adi mkawa machipukizi ni nyinyi mliokuja mkachipukia mkashika nafasi ya wale watu wa Adi walioondoka. Wazadakum fil khalqi basta na akakuongezeeni katika maumbile ukunjufu. Pana tafsiri mbili hapo. Wazadakum, akakuongezeeni, fil khalqi, katika maumbile, basta, ukunjufu. Basata yabsutu manake kukunjuka. Yabsutu basata yadahu Ala, hii sio zadakum fil khalqi basta, nimehamia kwingine. Toba Rabi, ukijua sana ndo unakosea. Basi wabawaakum fil ardhi, na akakuwekeni katika ardhi. Bawaa, akakupeni makaazi. Wabawaakum fil ardhi, akakupeni makaazi katika nchi mkapata kukaa. Inaelekea wale watu wa Adi hawakuwa na majengo, ndio maana wengine wanasema walikuwa wanaishi kwenye mapango wale. Hawa watu wa Thamud wao wakaja wakapata nini? Nyumba, miji wakajenga. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana, wale walioandaa mji na imani katika wale muhajirina. Bawwa mubawwa sidqin na Mtume sallallahu kule akasema, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari, aandae makazi yake wapi? Motoni. Kwa hiyo wabawwana, ndo tukaandaa makazi, tukakuandalieni makazi. Sasa ina maana hawa wakawa ni settlers, wametulia kabisa, wamesettle, wamekaa mahala, wamejenga miji. Tofauti na Adi, inaonekana Adi walikuwa wako juu juu tu, hawajawa imara. Na ndio maana mpaka leo ziko kumbukumbu, kuna mapango kule Yemen yamechongwa juu huko, watu walikuwa wanakaa. Twende mbele. Namna ya chonga majabali kuwa majumba. Nahti. Tumeruka? Basi. Tatakhidhuna min qusuriha, mnatengeneza katika makasri yake. Suhulan, tambarare. Au min suhuli ya kusura, mnatengeneza kutokana na tambarare zake makasri. Ardhi iliyokuwa ya uwanda, mnajenga jumba la fahari, kasri kubwa. Tatakhidhuna min suhuliha qusuran. Sasa
mnatengeneza kutoka kwenye tambarare zake, mnatengeneza makasri. Inaonekana ardhi za miinuko zilikuwa zinawapa shida kujenga kwenye ardhi za miinuko. Kuna mtu kati yenu amewahi kufika mji wa Mwanza? Mwanza kuna sehemu inaitwa squatters. Kuna watu wamejenga juu ya milima, lakini nafikiri wakati wa Magufuli aliwaambia wavunje zile nyumba kule. Juu ya milima wamejenga, hawataki kukaa kwenye tambarare. Lakini likitokea tatizo wanapata tabu wale juu kushuka kwenye ile milima, na kupanda kwake ndio hivyo. Kuna mtu akitoka mlimani kule kwenye nyumba yake akija zake chini harudi mpaka usiku, kwa sababu ile panda shuka itamletea nini? Itamletea tabu, mashaka. Mimi nakumbuka hizi nyumba za Michenzani tu, kuna baadhi ya watu wakipewa fleti za juu kabisa walikuwa hawapendi. Ghorofa ya 7 anaona yale magazi yale, ngazi panda shuka inaweza kumletea nini? Ikamletea tabu. Kwa vijana ni kawaida, lakini akifika mtu utuzimani kupanda ngazi zote zile na kushuka inakuwa shida kubwa sana. Kwa hivyo hawa katika tambarare wakatengeneza makasri, na mpaka leo watu wanapenda sana penye tambarare kujenga kuliko sehemu zenye mwinuko wala zenye mabonde. Sahali manake tambarare, suhul zimekuwa nyingi, basi mnatengeneza katika tambarare zake kusura makasri, majengo ya maana sana. Twende mbele. Na hiyo ndio ya pili. Na mnachonga katika majabali nyumba. Nahti ni kuchonga, mnachonga kwenye majabali nyumba hii. Lakini inaashiria kuwa nchi zao hawa zilikuwa zina baridi. We ukachonge nyumba ndani ya jabali, rafiki yangu, ni kuchonga mnachonga nahti. Hata vinyago hivi, unakumbuka kwa Nabii Ibrahimu ilikuwa kuhusu matanhitun, ilikuwa nini? Unakumbuka ile ataabuduna mnaabudu mnavyovichonga. Kwa hivyo nahti ni kuchonga. Hata vile vinyago vya Makonde vile, ile nahti inaitwa. Tumefahamiana? Wanachonga minaljibali, katika majabali buyutan. Na haya mpaka leo yapo, yamekuwa ni sehemu ya makumbusho na watu wanakwenda kutembelea. Jabali linachongwa ndani, linakuwa lina chumba, lina sehemu baraza kukaa mle ndani. Mashaka yao yalikuwa maji tu, lazima washuke chini wakachote nini? Maji, alafu wayapandishe juu. Kule juu hayafiki maji, na enzi hizo ndo hakukuwa na pipe wala hakukuwa na nini, pampu, mota, sijui za kufanyaje za kupandisha. Kwa hivyo ilikuwa kazi kweli kweli, na bila shaka siku za joto huwezi kukaa ndani ya jabali. Jabali linapata joto kweli kweli, inaonekana kama hali ya hewa ni ya baridi baridi. Kwa hivyo mnachonga, ndio nahti minaljibali, katika majabali mnachonga buyutan. Kwa hivyo mtu anaweza kutengeneza chumba, akatengeneza ukumbi, choo sijui kama atatengeneza. Unatengeneza vipi choo? Labda ugundue kwamba sehemu nyingi toboa itakuwa inafika mpaka chini, alafu uende ukayalenge twi, na kikidondoka kitu ndo kishapotea, hakiwezi kupatikana tena huko chini ya jabali. Kwa hivyo vyoo chini. Mashaka ukibanwa na haja uje chini, au uwe na ndoo yako kama vile gerezani, kisha utakuwa unashuka nayo. Lakini tanhituna minaljibali mnachonga katika majabali majumba. Kwa wakati wao yalikuwa ni maendeleo kupigiwa mfano, kwa sababu hakuna namna ya kutengeneza maghorofa. Saruji haijagundulika, zege bado, ilikuwa tabu kidogo. Unaweza kutengeneza nyumba ya mbao, lakini nyumba ambayo haiaminiki sana kwa moto na vitu vingine. Huku ni juzi nilikwenda huko sehemu za huko kusini kwenu kule mbele kabisa kule, kuna sehemu watu wametengeneza nyumba za mbao, watalii. Sio watu wanakuja kwa ajili ya utalii, nyumba ya mbao hasa mwanzo mpaka mwisho. Miti mitupu na ghorofa ya mbao. Haiwezi vishindo vingi bila shaka. Na ziko hizo Ulaya, ziko za plastiki, ziko za mbao, plastiki ngumu. Lakini wao hawa ilikuwa ni majabali. Na wengine wametengeneza ngazi hasa ya kupanda. Wamechonga mpaka inapatikana ngazi unapanda, lakini kwenye lile jabali. Akipata mtu nafasi ya kwenda kutembelea kule, sisi tupo tunaona kwenye TV tu. Sikupata nafasi mimi ya kutembelea, lakini nimeona kwenye television. Saudi Arabia wanaonesha yale majumba yaliokuwa hayo ya mapango, na yamebaki kwamba watu wanakwenda kutizama, unapanda mpaka juu unakagua. Watanhituna min aljibali yutan. Mbele
Kuna aya nyingine kule sema farihin, unakumbuka? Watanhituna minal jibali buyutan farihin, kwa fahari kabisa. Lakini hapa kamaliza hapo tu, mnachonga katika majabali nini, majumba. Fadhkuru, basi kumbukeni, ala Allahi, neema za nani? Za Mwenyezi Mungu. Ndo ala tunatafsiri neema hapa. Fabiayi alai rabbikuma tukadhibani, kule kwenye suratul Rahmani tumepita. Basi fadhkuru ala Allah, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu nyinyi. Wala msitambe katika dunia hii hali ya kuwa ni waharibifu. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, wala msitambe katika dunia hali ya kuwa ni waharibifu. Msitambe kwa uharibifu, mkawa mnaharibu mambo, mnatamba. Bora mtambe kwa kutengeneza, kwamba mji tumeujenga, mabarabara mazuri, nyumba nzuri, lakini mnatamba kwa kuharibu. Fulani alikuwa na nyumba nzuri, tumemharibia. Msifanye hivyo. Na hili ni jambo baya sana, kutamba kwa uharibifu. Linakuwa katika kiwango cha mtu, na linakuwa katika kiwango cha kikundi, na linakuwa katika kiwango cha taifa. Mtu anakuwa mharibifu, wengine asli yao hasa ni waharibifu. Asli yeye anapenda kuharibu, anaona raha akiharibu, anafurahi. Kakuta kitu kizibu, na wengine tangu utotoni unamwona anaweza kwenda tu mahala tu akakuta pana miti ya maua imepandwa, akang'oa tu basi akaharibu. Au akaenda akakuta ukuta mweupe umepakwa chokaa safi, akachukua makaa akaanza kuchora tu pale, basi tu yeye ndo raha yake. Ukhabisi umemwanza mapema. Mtoto kama huyo achezee bakora sawa sawa, ajue kwamba ile jambo analifanya baya. Waharibifu wa asli wako watu, yani vile anaona raha kuharibu, ile roho yake imekaa kwenye ubaya. Hawa ndo wakileleka na roho mbaya zile, ndo wanakuja kuwa mahasidi, majambazi, watu wa kufanya wachawi. Kwa sababu uchawi msingi wake ni roho mbaya. Kama hujawa na roho mbaya huwezi kuwa mchawi. Wanatoa hadithi, wanasema ukitaka kwenda uchawini ujiunge nao, wanakwambia lazima ufanye jambo la kuingia, kiingilio. Na hicho kiingilio basi ni ubaya, lazima ufanye ubaya wa ziada. Sasa unaambiwa chagua, tukufanyie ubaya wewe au tumfanyie ubaya mtu wako wa karibu. Toa kikoa mwanao ili ujiunge, tumtoe roho mwanao mmoja. Wewe utakwenda kuchagua lile pocho lilikuwa linakuharibia, au unalilipia ada za shule, alisomi vizuri, waambia wewe sio tunemtaka, tunamtaka yule aliyofika chuo kikuu. Wewe ule umjengea matumaini, ndo uwe na roho mbaya namna. Au basi okay, ndani nafsi yangu fanye nini? Tukufanye chongo au tukufanye kiguru au tukubanje tu uko chini, tena usiweze mambo. Kama ni hivyo, mshapata watoto 4 5, banjeni huko chini. Wanabanja basi, pigwa pakari, unabaki fata upepo amna walqaimina warukai sujudi, hakuna. Usema nishapata watoto inatosha. Mke anakukimbia, potelea mbali, unabaki na mwanga. Lazima uwe na ubaya wote ule, ama kumfanyia mtu wako karibu hapo, kufanywa wewe mwenyewe, ndo certificate ya kuingia kwenye mambo yako. Nani anautaka? Mimi siutaki hata siku moja. Mimi mambo yangu nataka siku zote yawe intact, vile vile nipa Mwenyezi Mungu. Ikitokea bahati mbaya, masala mengine nikajitia kwa makusudi, wabaki na uchoyo wao huko. Hayo bana. Twende. Likasema jopo la wale waliojiona wakubwa katika watu wake, waliofanya kiburi kote huko, no qala almalau malau tumesema mabwanyenye, tume, jopo, timu, kikosi. Lakini wale watu ambao wanamiliki ardhi, wanamiliki watumwa, wana nguvu za uchumi, na hushirikishwa vile vile katika jopo hilo. Wakati mwingine wajanja, inaweza kuwa hamiliki uchumi, lakini yeye
ni mtu wa jujumen, wakutia sana ubani na nini, kuvuruga mambo, naye anaingizwa, anakuwa katika almalau. Au kuna mtu mwingine anakuwa mwizi kweli kweli, forgery, anajua sana kutengeneza vitu feki, kufanya nini, naye anaingizwa. Ukisha kuonekana ni mtu ambaye unafaa kwa mambo ya ukorofi, unaingia katika lile baraza. Qala almalau, likasema jopo, min qaumi, katika watu wake wakasema nini? Stakbaru, wale waliojiona wakubwa. Ndio kiburi hicho sasa, kwamba sisi ndio mabigi, sisi ndio heavy. Wakasema kuwaambia nani? Kwa wale waliofanywa wanyonge. Stud'ifu, wamefanywa wanyonge. Lilladhina stud'ifu, kwa wale waliofanywa. Hakusema kwa wanyonge, waliofanywa wanyonge, kuonesha kwamba mfumo wa nchi ile ulikuwa una watu mabwanyenye wakiwafanya wengine wanyonge kwa makusudi, ili wapate kuwatumikia. Angesema lilladhina lidhuafai, kwa madhaifu, ingekuwa inawezekana ni madhaifu tangu mwanzo, lakini stud'ifu, wamefanywa nini? Wanyonge, yani wamekandamizwa. Kwa neno jingine la kisiasa, wale ambao wamekandamizwa. Na kwa hivyo maksudi anakandamizwa mtu. Akionekana anakuja vizuri kwenye uchumi, wanamtafutia namna ya kumvuruga. Wakiona anakuja vizuri kwenye taaluma, ujuzi, wanatafuta namna ya kumvuruga. Maksudi awe uko chini tu muda wote. Na nimesema sera hizi zinaweza kuwa za mtu na mtu, kikundi na kikundi, na wakati mwingine mpaka nchi na nchi. Kimataifa kuna wakati kulikuwa kuna sera za kukandamiza hasa baadhi ya nchi zisiendelee. Ndio maana dunia ikagawika katika vita baridi vya kambi mbili, kambi ya mashariki na kambi ya magharibi. Kila mmoja anatafuta nguvu ya mbabe mkubwa wa dunia ili asalimike na ushari wa mwingine katika dunia. Na wakati ule ilikuwa Marekani na Mrusi hapo katikati hapo. Sasa hivi yamemalizika, bado kabaki Marekani. Mrusi kadhoofika sana, hana nguvu kubwa kimataifa. Wakati kwa Marekani na Mrusi ndio wana nguvu mbili, wameogawa ulimwengu katika nguvu mbili. Sasa ilikuwa kuna nchi zinajiegemeza kwa Marekani na kuna nchi zinajiegemeza kwa nani? Kwa Mrusi. Lakini naye kila unayejiegemeza kwake anakupa masharti, kwamba ili wa upande wangu mimi nikusaidie, mimi masharti yangu 1, 2, 3, 4. Sasa hiyo nayo ni hatari, kwa sababu Mrusi dola yake haiamini Mungu na mambo ya dini hawataki. Kwa hivyo kuna wakati unajiegemeza kwa Mrusi upate ulinzi, naye anakupa visharti vingine vya kukufuru ili mwende sambamba. Marekani dola yake inaamini Mungu, lakini ni mtu ana mambo yake kibaguzi, ana ufuska wa kila aina, naye anakupa masharti yake ya ufuska na nini, lazima uyakubali ndio mwende. Na zamani huko dunia ilikuwa baina Warumi na Wafursi. Wairani, Persian, dola yao ilikuwa kubwa, na Wataliana. Ilikuwa kazi kweli. Ndio ile alif lam mim ghulibati Rum. Kwa dunia nayo iliwahi kubadilika katika hizo nguvu mbili. Sasa hivi kidogo kuna mabadiliko, nchi za wanyonge zinajaribu kuungana kutengeneza umoja, zipate nguvu baada ya nguvu moja kumalizika, lakini vile vile bado ziko changamoto za hapa na pale katika jumuiya za kikanda, jumuiya za kimataifa na mambo mengine mbali. Kwa hivyo ipo katika kiwango cha mtu na mtu, kiwango cha kikundi na kikundi, na hata kiwango cha nchi na nchi. Lilladhina stud'ifu, kwa wale waliofanywa wanyonge. Twende tena kwa wale walioamini miongoni mwao. Wamefanywa wanyonge, halafu mle ndani kuna wengine ni makafiri, kuna wengine wameamini, wakasakamwa wale walioamini miongoni mwa hawa wanyonge. Wale waliokuwa hawajaamini pamoja ni kwa madhaifu wakaachwa. Kwa hivyo maneno haya yanakwenda sio tu kwa waliofanywa wanyonge, lakini waliofanywa wanyonge na bado wakang'ang'ania kubaki na imani. Sio, tumefahamiana vizuri hapo? Lilladhina amanu minkum, kwa wale walioamini miongoni mwa humu. Leo mna siasa katika aya hizi, mna nini? Mna siasa humu. Si siasa ya kupendelea chama fulani dhidi ya chama fulani, kufahamu ulimwengu kiutawala unakwenda vipi. Lilladhina amanu minkum, kwa wale walioamini miongoni mwao. Wakawaambia nini? Je, mnatambua
je, taalamuna, mnatambua, anna salihan, kwamba huyu Saleh mursalun, katumwa min rabbi, kutoka Mola wake? Mnakubali kwamba ni mtume? Ndio ile la ilaha illa Allah salihun rasulullah, mnakubali hivyo? Ataalamuna, je mnatambua, anna salihan, kwamba huyu Saleh tunayemzungumza, mursalun, katumwa min rabbi, kutoka Mola wake, au kajituma mwenyewe? Kwa maneno yangu mimi, je ni mtume au ni mwana falsafa tu anayetaka mageuzi? Ndipi mnalitambua nyie? Katumwa na Mwenyezi Mungu au kajituma mwenyewe? Swali linatoka kwa nani? Wakubwa kwenda kwa nani? Wadogo. Kutoka kwa wale waliojiona wakubwa kwenda kwa wale waliofanywa wanyonge. Tena hao waliofanywa wanyonge wanaulizwa wale walioamini tu miongoni mwao, hao wengine wote waulizwe swali. Inawezekana pia walikuwa wanaitwa mmoja mmoja, bwana wewe unaamini kama Saleh katumwa na Mwenyezi Mungu au ni mawazo yake mwenyewe? Jibu. Na tayari hawa ni wanyonge, wamedhibitiwa kiuchumi, wamedhibitiwa kijamii, wamedhibitiwa katika kila jambo. Kwa hivyo kutoa jibu ndio inakuwa kazi ngumu sana, kwa sababu unajua nikisema ndio, maana yake sasa nini? Kisago hicho kinangoja. Nikisema sio, angalau unaweza kupona, lakini nitachunguzwa. Nikionekana nimesema vile kujitetea tu, bado kisago kiko pale pale pale. Na hili linamfundisha Mtume swalla salam na masahaba pamoja na sisi Waislamu kwamba wenzetu nao walipita katika njia ngumu sana kwa kutetea imani yao. Ataalamuna anna salihan mursalun rabbi. Endelea. Wakasema, qalu, wakasema wote wale walioamini, hawakutetereka, inna, hakika sisi, bima ursila bihi, kwa kile alichotumwa nacho, mu'minun, ni wenye kuamini. Tunaamini hasa kwamba Saleh katumwa na Mwenyezi Mungu, na kile alichotumwa tunakiamini, tunakubaliana nacho. Msimamo wazi wazi, hawakurudi nyuma. Japokuwa wanaouliza masuala haya ni watu wanaompinga Nabii Saleh na ni watu wenye nguvu ya kuwafanya chochote hawa walioamini, lakini bado wakabaki na msimamo thabiti na wakatoa kauli iliyonyooka juu ya imani yao. Tumeelewana? Twende. Wakasema wale waliojifanya wakubwa, waliokuwa na kiburi, qala alladhina istakbaru, wakasema wale ambao wamejifanya wakubwa, wamekuwa na kiburi, inna, ama sisi, kwa kile mlichokiamini nyinyi, kafiruna, sisi tunakipinga, tunakikanusha, hatukitaki. Yani wazi wazi sasa njia panda. Kile mnachokiamini nyinyi, sisi hatukiamini. Inna bima inna bima amantum bihi kafirun, hakika sisi kwa kile mlichokiamini nyinyi kwamba Saleh katumwa na nani? Na Mwenyezi Mungu, sisi kafiruna, tumepinga. Wanajiita wenyewe makafiri, hawajaitwa na mtu hapa, wamejiita wenyewe makafiri. Maana neno kafara inakuja kwa maana ya kupinga na inakuja kwa maana ya kufukia. Ukifukia kitu maanake kisionekane, na kupinga maanake ukitaki, ukitii katika moyo wako. Kwa hivyo hasa neno kafir maanake ni mpinzani au mwenye kupinga imani, mpinga imani. Kafiri maanake mpinga nini? Mpinga imani, ndio kafiri. Nasema nyinyi kwa kile ambacho mmekiamini nyinyi, sisi tumekikanusha, tumekipinga, hatukiamini. Kwa hivyo tayari njia panda, vitu tofauti. Na anayekwambia hivyo ni mkubwa wako sasa, mwenye ukubwa wote. Kwa mfano, yeye ndo anamiliki ardhi, kakupa wewe ulime sehemu ya shamba lake na ujenge kibanda chako cha muda cha tope na fito. Unamwambia mimi nimeamini, na anakuambia ulichokiamini mimi nimekipinga. Maana yake sasa jiandae kuhama, katafute mahali pa kwenda. Maisha yako yote yako hatarini. Twendeni. Wakamtumbua yule ngamia. Mwenyezi Mungu hatuelezi kwa kirefu, anapita shortcut tu. Hawa makafiri wakaenda kumtumbua yule ngamia.
Na nimesema jana na leo narudia, au nilisema si mahala pengine, kuna vitu, kuna dhabhu, kuna nahru na kuna aqru. Vitu vingapi? Vitatu. Dhabhu ni kuchinja, lakini uchinjaji wake ni kuchinja kwenye shingo na kwa mapana, si kwa marefu, sio kukitia kisu hivi ukashusha hivi, yani hivi. Hiyo ndo nini? Dhabhu, ambayo sisi kuku, bata, mbuzi, ng'ombe tunamchinja kwa namna hiyo, inakuwa ni nini? Dhabhu. Na wadajaini, hii mishipa ya pembeni miwili, huu na huu, hebu kila mtu akamata hii mishipa yake pembeni, akinuna hii wakati mwingine inafutuka, inavimba na akiwa na homa hii inakuwa na joto kali sana, sababu inatembea damu. Pamoja na hili hapa koromeo au koo, hulqum, hili inaitwa hulqum, na hizi ni wadajaini hizi mbili. Kwa hivyo kumchinja mnyama hili lazima likatike, hili hulqum kwa makubaliano yote lazima likatike kiasi ambacho likae wazi kutoa damu na hewa. Na hizi mbili mmoja wapo angalau uwe umeikata. Ikiwa utaweza kuzikata zote mbili ni bora zaidi, lakini angalau mmoja wapo uweze kufanyaje? Kuikata. Kwa hivyo ndio maana kisu kinaanza huku, tena unakianzia kwa chini, sio kwa pale juu, kwa chini hivi, ili kila kikija kitafanya kazi kwa sehemu za mbele. Pale chini kile kisu hapa kwenye makali ya chini ndio kinapoanzia huku, alafu kinakuja zake mpaka huku. Hata kifika huku kinamalizia kwa ile sehemu ya ncha. Kwa hiyo kwa koromeo utalikata, na hizi wadajani utafanyaje? Utazikata. Si lazima uzikate zikatike zote, lakini pakae wazi kiasi kikubwa. Huo ndio uchinjaji kamili. Ikiwa hii ya mwisho huku utaikosa, inasameheka, kwamba umeanza na hapa lazima uipate, alafu ulipate na koromeo. Tena huku pengine umekipitisha kimegusa tu, kimechuna, si tatizo sana, lakini ukiweza na huku kandamiza. Ndio maana unakwenda, alafu mwisho kabisa kile unapeleka zaidi kile, kama unatoa hivi, ile ya mwisho unaizamisha chini kidogo zaidi, ili uweze kuipata na ile wada ya upande wa pili unashusha. Siku moja kwa nafundisha somo hili, kuna mtu mmoja alikuwa kaslimu. Akasema, ni Waislamu mpaka kuchinja kwenu dini? Nikamwambia, wewe unasema kuchinja, kwenda chooni tu kuchamba katawaza dini kwetu sisi. Hiyo kuchinja si kubwa, angalau kwetu sisi hata namna ya kusafisha kinyesi chako si inatajwa kwenye vitabu vya dini. Ufanyeje, kidole ukipeleke vipi, yote yanatajwa. Alishangaa. Kwenye madini mengine, rafiki yangu, mnakwenda tu vyovyote inavyotokea, hakuna mwongozo, mnajiongoza wenyewe. Kwetu sisi kuna miongozo. Hiyo ni dhabhi. Tumefahamu dhabhi ambayo inafanyika kwa wanyama wenye shingo ndogo, kuku, bata, mbuzi, ng'ombe, hao wote wanaitwa shingo ndogo. Sasa kwa mwenye shingo kubwa kama ngamia au twiga, ikiwa unataka kumchinja kama kweli unaweza kumchinja twiga, manake twiga naye kumchinja kazi, ana mateke na mateke yake yanalenga maeneo yanayohusu. Mara unakuta vitu vinatokea mdomoni, kavipiga chini, vimekuja zake juu, vyote unavitema. Twiga kuwindwa tu zaidi kuliko kuchinjwa. Na nyati pembe atakuua. Wadajain. Hii sasa tutakuja kwenye nahar. Mwenye shingo kubwa, ngamia anaweza kuwa kama nguzo hii, unene wa shingo lake kama nguzo, akitononoka sawa sawa. Yule huku juu na huku kati na huku chini, hizi sehemu zote tatu si muhimu. Muhimu ni hapa panapokutana mbavu. Weka sehemu kidogo hapa kidole kwenye sehemu baada ya chini ya shingo, zinapokusanyika mbavu pana kitobo hapa kidogo, kama pametoboka papa na kitundu cha kuingilia ndani. Umepaona hapo? Hapo ndo nahar inapofanyika, ambapo sehemu wanawake wakivaa kidani kifupi ndo kinapoangukia. Au wale wanavaa vile viherizi vidogo kinaning'inia hapa kwa mkungu, si unavijua viherizi vya kwenu vile? Vile viherizi vya watoto wadogo vidogo vinafungwa hapa, unakiona kinaangukia hapa pale penye kile kitundu. Sasa ile ndio inafanyika nahari, kinachukuliwa kisu chenye ncha na makali huku na huku, kama slasher, kama lile panga la kufyekea majani, kile kipande kilichopinda kile ukikikata ukakitia mpini kile unapata kitu kinaitwa sime. Watu wa bara wanaita nini? Sime.
Sime manake Masai anayo ile anakuwa nayo hapa pembeni, Masai inaitwa sime. Akipeleka hivi na kata, akipeleka hivi na kata, akipeleka hivi na toboa. Ina makali ya huku na huku, sio kisu ambacho kuna makali upande mmoja, huku na huku. Inapigwa inapelekwa hapo mpaka ndani, inaizamishwa kiasi hichi kwa lile shingo la yule jamaa, kiasi hiki, ile ncha inazama kiasi cha kiganja chichwa, halafu inapandishwa upande mmoja, halafu inakuja inashushwa, inapandishwa na upande wangapi? Wa pili. Inakuwa kama V, kama unachora V, ndio linaachia lile angalau. Kama sisi zamani tukitaka kula nazi, ukishaibanja ile nazi, ukishavunjwa unachukua kisu, hata dafu likiwa gumu, unafanyaje sasa? Unapeleka pale penye ncha katikati, unapandisha mstari, halafu unapeleka tena pale penye ncha, unapandisha mstari, halafu unaifanyaje? Unaisokoa. Inaitwa kusokoa. Kwa hivyo nahari hasa mimi natafsiri kusokoa. Tumefahamiana? Wengine wanafanikiwa kuizungusha, hasa wanatia, halafu kile kisu wanazungusha hivi hasa kiduara, kama unapotaka kulitizama tikiti au nanasi uzima wake. So tikiti anatia kisu, halafu anazungusha, kinatoka kinini, kisehemu hivi, anaichungulia, halafu anakirudisha pale. Basi ile nayo kusokoa, hiyo ndo nahari, inafanyika kwa ngamia sana. Tumevamiana juu ya nahari. Tunakuja kwenye kitu cha tatu na cha mwisho, tuendelee na somo, ndo litakalohusu aya akri. Kitu kinaitwa nini? Akri, kutumbua. Akri, kutumbua. Hii inafanyika katika mnyama ambaye ameasi, hakamatiki, kakata kamba, anapiga watu. Pengine mlitaka kumchinja, mkalegea, kisu kikawa kishaanza kuchana ngozi, akakata kamba, akapiga mateke, mkamwachia. Huyo jamaa huyo, akimwona mtu yote anasema ndo huyu aliyotaka kunichinja huyu. Atakumbia pembe na mateke, si mchezo. Sasa yule mnamvizia au mnamfanyia zogo, mnamtumua na kwenda mbio. Akaenda mbio, kuna mtu mmoja anafukuzia huku, ana hiyo sime hiyo, akifika anamchoma popote tu, na hasa kwenye tumbo, alafu anazungusha, anavuta. Na mara nyingine ile sime yake mwisho inapindwa kidogo, ifanye kama pini hivi, alafu anazungusha hivi, alafu anavuta, linatoka pande la nyama, natoboka. Mnamwacha anakwenda mabio, damu inatoka, anaanguka chini, bu. Hiyo ndo akri. Imeleweka? Kwenye sehemu ya ndani ya mwili mnamuweka wazi, mnamuua. Hii mara nyingi inafanyika kwa mnyama aliyekuwa kaasi, hakamatiki. Sasa turudi kwenye aya. Wakamtumbua ile ngamia, wakamfanyia nini? Akri. Ndo kule idhim ba'tha faqala lahum rasulullahi naqatallahi fakadhabuhu faaqaruha, wakamtumbua, wakamfanyia hiyo akri, kwa sababu ngamia yule alikuwa hakamatiki, na yule kishaambia dharuha takul fi ardi llahi wala tamasuha bisuin. Kwa hivyo alikuwa naranda na zurura kila mahala, hana kamba, na ukimsogelea mtiti, vurugu. Kwa hivyo jamaa huyo mwenye mbio, mkorofi, na historia imemtaja jina lake nani hapa, kidogo limenitoka, ndio huyo jamaa. Basi alikuwa anamfukuza, na wanasema tangu zamani alikuwa na mbio, watia chumvi wanasema, na kikoi kikamvuka, hakujali kukaa utupu. Popo wale huyo anakwenda tu mabio, kenda naye mpaka akafika. Yule ngamia anakwenda ubavu kwa ubavu, akamtia ile sime, akazungusha, akavuta, alafu akajitupa upande wa pili, kwa anashangilia, na watu wanamshangilia. Ngamia titi kila kenda mbio, na ile pressure iko juu ya kukimbia na nini, na damu zinavuja, akaanguka chini. Ndo faakaru nakata, wakamtumbua yule twenzetu, na wakaiasi amri ya Mola. Hata wakaiasi amri ya nani? Ya Mola, wakaitovukia, wakawa hawana adabu na amri ya Mwenyezi Mungu ile, wala tamasuha
msimguse kwa ubaya. Ile amri ile wakaiasi amri ya Mola wao. Wao sio tu kwamba walimgusa kwa ubaya, walimfanyia ubaya kamili, maana kumuua ndio ubaya wa mwisho hata kumfanyia. Twende. Waqalu ya Salih tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin. Hapa ndo pabaya zaidi. Wakasema kwa kutamba, waqalu lile kundi lake pamoja na huyu jamaa, ya Salihu, we Salih, we munada huyo mabni ala dhammi, ya Salihu, we Salih, tina bima ta'iduna, tuletee unachotuahidi. Wewe ulisema Mungu atakasirika, atafanya hivi, potelea mbali, lete hilo. Sasa ndo la kujiamini katika jambo la dhambi. Tina bima ta'iduna, tuletee kile unachotuahidi. In kunta minas sadiqin, in kunta minal mursalin, ikiwa kweli we ni miongoni mwa waliotumwa na Mwenyezi Mungu. Kama ingekuwa mwana falsafa wangesema tu inatosha in kunta minas sadiqin, lakini in kunta minal mursalina, ikiwa wewe ni miongoni mwa waliotumwa na Mwenyezi Mungu, basi lete unachotuahidi, tuone Mungu atafanya nini. Sisi ndo tushamtumbua. Kiburi, jeuri, ufedhuli, yote yamo katika kisa hiki. Na haya yalikuwa akiasikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema kumbe duniani pamepita viumbe, ardhi imefunika watu, wanafika hatua hii kuangamia wa Mwenyezi Mungu. Kwani kwao angekuwa na tatizo gani kubwa? Ndo lile la mgao wa maji lile, lakini waliataka wenyewe, wala si tatizo kubwa hilo. Na bila shaka ngamia angefika mahali na angekufa, na pengine Mwenyezi Mungu alikuwa anawajaribu kwa muda tu, baadaye angewaondolea. Twende. Fa akhadhatuhum rajfatu, likawachukua tetemeko. Wao wameadhibiwa kwa tetemeko la ardhi. Yauma tarjufu rajifa tatba'uha darifa. Fa akhadhatuhum rajfatu, likawachukua tetemeko, yani zalzala, wakapata tetemeko. Fa asbahu fi darihim jathimin, wakaamka asubuhi ndani ya mji wao. Dari inakuja mji, inakuja nyumba, hapa ndani ya mji wao. Jathimina, wamelala chali. Jathama manake ni chali, wote wameanguka, wamekufa kwa lile tetemeko lilokuja. Fasbahu fi darim, wakapambazukiwa, ni wakaamka katika mji wao. Jathimina, wamelala chali, wamekufa wote, tena wameelekea hivi. Ndio jathim manake juu, wanaangalia juu hivi, wote wameanguka, kichwa kimekuja chini huko wote. Twende mbele. Basi akaachana nao, akaondoka. Wakala, na akasema, akasema, ya qaumi, enyi watu wangu, laqad ablaghtukum risalata rabbi, nimeshakufikishieni ujumbe wa Mola wangu, walakinnakum la tuhibbuna an-nasihin, wa nasahtu lakum, na nikatoa nasaha kwenu. Mambo mawili, nimefikisha ujumbe na nimetoa nini? Nasaha. Na tumeshasema nasaha ni nini katika darasa zilizopita. Nasaha ni maneno ya kubembeleza, ya kumtaka mtu ama aachane na tabia au ajenge tabia nyingine isiyokuwa ile, kwa maneno bembelezi, maneno laini, maneno mazuri. Kwa hivyo mimi sikuwa mkali, sikuwa mtu fedhuli, wala sikuwa mtu wa ovyo. Nimekufikisheni ujumbe, hichi ndio ninachotaka Mwenyezi Mungu, na nasaha nikatoa. Walakinnakum, lakini nyinyi hamwapendi watu wa nasaha. Nimegundua hamzitaki nasaha, ni watu wakaidi. Hamwapendi watoa, na anasikitika, lakini nyinyi hampendi watoa nasaha. Wanaokupeni maneno mazuri mnaona wabaya, hamwataki. Twende. Imekwisha kesi hiyo kwa ufupi ya nani? Ya Saleh na watu wake. Lakini tumesema sura hii inatiririka na simulizi za manabii mbali. Kuanza tumeanza na Nuhu, alafu akaja akaingia Hudi, akaingia sasa Saleh, na huku sasa anaingia nani? Lut. Hayaleti kwa mtiririko walivyokuja duniani manabii. Analeta kwa maudhui anayotaka Mwenyezi Mungu kuisema kuhusu wale watu na ukaidi wao na aliyotokea. Kwa hivyo sio kafikiri kwamba Luthi lazima iwe kaja wakati baada ya Saleh na nini. Si lazima iwe.